ni wengi wameishi katika maisha ambapo katika maisha hayo wamesahau kitu kikubwa sana ambacho kitu hicho kimewaathiri kila katika maamuzi yao, na wengi pia wameishi katika utumishi ambao katika utumishi huu wamepita katika fikra na mitazamo ambayo imeathiri maisha yao. Sikiliza, katika siku zote za maisha yako, katika siku zote za huduma yako, katika siku zote za utumishi wako, katika siku zote za wito wako, kuna jambo kubwa sana ambalo ukilifikiria hili utaanza kupita level baada ya level kuelekea hatima yako. Nilipokuwa nafikiria sana katika hili, nikapata somo ambalo linakuja kwa jina ambalo linasema mimi dhidi ya mimi. Yaani vita dhidi ya mimi. Mimi ninapambana na mimi. Vita dhidi ya mimi mwenyewe. Unaweza ukafikiria ni kitu ambacho kinachanganya na kinakuwa ngumu kueleweka kwa kiasi fulani, lakini vita dhidi ya mimi ni kitu ambacho kimewarudisha wengi sana katika safari ya mbinguni. Ni kitu ambacho kimewapoteza wengi sana katika direction ya utumishi wao. Nimekaa na kufikiria sana katika siku kadhaa zilizopita hapo nyuma, lakini katika somo hili nikapata mafunuo zaidi katika baadhi ya vitabu kwenye Biblia na kuelewa zaidi katika maeneo gani ambapo Mungu anahitaji tuishinde vita hii, na kwa nini tunapigwa vita hii, na kwa nini tunapaswa kuishinda vita hii. Mwovu Shetani, baba wa uongo, ndiye mpiganaji dhidi yetu, lakini anapigana ndani yetu kwa kigezo na kwa interaction na miili yetu. Nafsi ni kiungo kati ya mwili na roho, lakini nafsi inaweza ikawa safi kama mtu ambaye amejikizi. Yaani nafsi ipo katikati. Utakapoingia sana upande wa roho, nafsi inaenda kwenye upande wa roho, lakini utakapoingia upande wa mwili, nafsi inaenda huko kwa upande wa mwili. Kwa kuna namna inahitajika nguvu ya kwenda kujitiisha kuyatii matendo ya roho, lakini hiyo nguvu ndiyo ambayo inapata upinzani dhidi ya mimi mwenyewe, sio dhidi ya jirani zangu, sikia, sio dhidi ya rafiki zangu, sikia, ni dhidi ya mimi mwenyewe. Ni mimi mwalimu wako Mendamenda Meshaki Adili. Lakini kama unatufuatilia ni mara ya kwanza katika channel hii, ni channel nzuri ambayo inakwenda kwa jina la MG Media. Mungu akutunze na Mungu akubariki. Lakini kama unakwenda kutufuatilia, endelea kutufuatilia katika channel hii, ni Media, MG Media. Lakini katika hali zote tunahitaji watu wabadilike katika utumishi, katika maisha, kwa kuwafunza elimu ya Biblia, lakini pia elimu ya kidunia. Kama utahitaji kuendelea kupata video hizi, unaweza kusubscribe, ukashare video hii ili ukawe wa kwanza kupata video hizi kila tutakapoachilia video zetu mtandaoni. Tutakwenda ni somo refu kidogo, lakini nataka nikupitishe katika mazingira fulani ambayo utaelewa kwa usahihi ili tupate wepesi zaidi katika hili. Tutaangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Ni mpaka mstari wa 29, lakini sitasoma pote kwa sababu ya urefu wake. Nitasoma Warumi sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 19 I think. Warumi sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 19. Nitasoma hapo kama ilivyoandikwa. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeudhwa dhidi ya dhambi, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. 1. Bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Sio wote ambao wanatumikishwa kwenye uasherati wanapenda. Sio wote wanaotumikishwa kwenye uzinzi wanapenda. Sio wote wanaotumikishwa kwenye uchawi wanapenda. Lakini hawapendi kabisa. Hakika nakwambia. Ni Mtume Paulo anasema, hawapendi. Katika hilo, katika jambo hilo unapaswa kujifunza kitu. Kumbe inahitajika nguvu ya wewe kushinda uovu ulionao. Kumbe inahitajika nguvu ya wewe kukusaidia kuvushwa level nyingine na hatua nyingine katika kukupeleka kwenye utumishi ulio mbele yako.
Biblia inasema katika mstari wa 16, lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda na ikiri ile sheria ya kwamba ni njema, basi sasa ni mimi nafsi yangu ninayatenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kuna kitu kingine unajua hapo, kumbe automatic mwanadamu una dhambi, ndiyo maana unatakiwa uishinde. Yesu, kwa watu baadhi wametumia jina hili, sijataka kuconfirm jina hili, lakini watu baadhi wametumia jina hili kwamba Yesu ni Adamu wa pili. Lakini ana tofauti gani na Adamu wa kwanza? Ana tofauti moja kubwa, ambayo ni upande wa miili. Mwili wa Adamu wa kwanza ulikuwa ni mtakatifu, hauna dhambi, lakini yule ambaye alikuwa amebeba mwili ule aliuchafua mwili ule. Lakini mwili wa Adamu wa pili, ambaye ndio watu tunasema Yesu Kristo, na watu wamempa jina hilo kwa sababu ya ukombozi aliokuja kutuokoa wanadamu wote, lakini pia ni mwana wa Mungu. Katika hicho kitu tunabaki kuamini kwamba Mungu mwana Yesu Kristo alipokuja kutuokoa, katikati ya ule mwili alipata kuutiisha mwili kwa viwango vya juu. Ndiyo maana aliishi katika mwili wa dhambi, sio mwili wa Agano Jipya la bustani ya Eden, ni mwili wa dhambi, lakini ule mwili aliutiisha. Ulikuwa unaona njaa, ulikuwa una hisia, ulikuwa una yani kila kitu ambacho nakijua kipo kwenye mwili, na kwenye mwili wa Yesu Kristo kilikuwepo, lakini alitiisha, alivitiisha na kunyenyekea hata mauti. Tutaangalia katika maeneo mengi, lakini katika eneo hili la kwanza tutaangalia katika vipande viwili. Nitajitahidi kwenda kwa haraka kwa siku ya leo, lakini kwa siku ya kesho I think nitakumalizia kipande kinachofuata, yani part B ya somo hili, ambapo tunakwenda kuangalia vita dhidi ya mimi. Katika maisha yako yote hakuna namna utajizuia kuwa kama namna alivyo mtu wako wa ndani. Kwa sababu gani? Wapo watu watakutafuta kwa sababu una kitu ambacho kimetokea ndani, kimeanza kuwaathiri watu wa nje. Kile kimjacho mtu ndicho kimtakacho, kile kumjacho mtu ndicho kimtokacho. Uliojaa hekima ya kimungu, uliojaa ushauri mzuri, uliojaa ubora katika maarifa, uliojaa utumishi mwema, ndugu yangu, na kuhakikishia utatafutwa iwe isiwe, utatafutwa kabisa na kuhakikishia. Lakini uliojaa upuuzi, uliojaa maneno ya swaga kwa wanawake, utatafutwa pia, kwa sababu hivyo ndio vitu vilivyojaa kwako. Kwa nini utatafutwa? Kwa sababu hivyo vitu vimejaa ndani na vimetoka, vimekuwa exposed kwa watu wa nje, wanakuona kwa sifa hizo. Fulani bwana, yule jamaa yule, tukimtafuta Fredi anaweza akatusaidia kumpata yule mdada kwa chap chap, na tukimtafuta Fredi yule mdada tunamchomoa chap tu, anaingia king. Kumbe unajua watu wamekutafuta kwa sababu wewe umekuwa bora katika eneo hilo. Lakini vita dhidi ya mimi inakupasa uutiishe mwili wako kuyatenda yale ambayo yanakupasa. Na jambo kubwa ambalo Wakristo wengi hatujalijua, tumebaki kuyatenda mambo ambayo yanatupasa, lakini ni nje na assignment yetu. Tumebaki kuwa wainjilisti, lakini ni nje na kusudi letu. Tumebaki kuwa walimu, lakini ni nje na mtu unahangaika na uimbaji, lakini ni nje na kusudi lako. Mtu unahangaika na vitu vingi, kugusagusa kila eneo, lakini ni nje ya kusudi lako. Vitu hivyo vyote vinakuwa exposed kwako ili vikucheleweshe katika ile assignment ulionayo. Sikiliza, kwa nini mkiomba kwa shetani vitu vinakuja haraka kuliko kwa Mungu? Kwa sababu shetani anahitaji watu haraka, kuwatamanisha kwa ukubwa ili aonyeshe matokeo kwa ukubwa, lakini anapokuja kuwapoteza, anawapoteza kama chula alikuwa amejaa pumzi akiwa katikati ya barabara, akiwa amejaa pumzi, anakoroma. Ile harufu yake, ile nani yake inakuwa inamuongezea sauti ya kutanuka, ya kupasuka anapokufa. Ndivyo anavyowafanya watu shetani. Lakini katika hicho tumepaswa kujifunza kwamba shetani utajiri wake, shetani maisha yake, shetani itikadi zake zote, anavyotutafuta, anapotukusanya, anapotupata, anahitaji tuongezeke katika foleni ya kwenda katika ziwa la moto. Lakini nataka nikueleweshe jambo hili. Shetani hapigani na wewe kukupishanisha nje ya kusudi lako kwa kukufanya utende dhambi. Sikia, kuna watu hawatende dhambi na bado hawaendi kwenye makusudi yao.
Yaani shetani hahangaiki na wewe kwa kufanya utende dhambi ndio usitende kusudi lako. Hapana. Shetani anaofanya vitu ambavyo unaweza ukafikiri ni vidogo, lakini hivi anavitumia. Kuna mtu anaweza akawa ameomba huduma kwa siku mara chache, kwa huduma fulani kwa haraka haraka amepata bila kujua, yani ampata hivyo tu. Kama kuna mtu alikuwa amepata kitu fulani, nikutolea mfano huu. Nilipokuwa naangalia video fulani katika mtandao mmoja wa kijamii, sitautaja kwa jina, lakini nilipokuwa naangalia video ile nikashangaa, nikasema kitu fulani mbona kinanifundisha sana hiki. Kuna mtu ambaye alikuwa amepewa mzigo na furushi, lakini yule mtu alipokuwa amepewa mzigo ule alinong'onezwa na yule aliyempa mzigo. This is your assignment, but you supposed to catch this assignment till there. Ndiko iliko destiny yako. Unatakiwa upass kwenye njia fulani ili ufike kwenye ile destiny. Anamuonyesha kwa kidole ile pale destiny. Ukichochoka tu umekula kwako. Ukichomoka tu kutoka kwenye njia ile, kwa sababu tunasema wala. Katika hali ya kawaida hao watu ambao wamerelaxishwa na vitu vidogo vidogo, wamerelaxishwa na mambo madogo madogo, tunaona katika hali ya kawaida shetani anazidi kuwa implement na kuwazalisha kwamba wawe watu wakubwa ili wapotoshe wengi. Mtu yule alipopewa mzigo ule, alipopewa maelekezo yale, alipoanza safari yake ya kukimbia kuelekea pale alipoonyeshwa anatakiwa apeleke mzigo ule, ambayo ndo assignment au kusudi lilionalo, lakini pale anapoenda ndiyo destiny au eneo la maisha ambayo anafikia. Alipofika katika sehemu ya njia ile aliyokuwa anaenda, akageuka macho pembeni, akaangalia, akaona kuna watu wanafanya michezo, kuna watu wanafanya mashindano, kuna watu wanashindana riadha. Yes, riadha. Katika ile riadha akatoa vifurushi vyake alivyonavyo, assignment zake, yani kusudi lake akalitoa papa. Lakini alivyolitoa lile kusudi, akachochola njia, akaingia chocho, akaenda kushindana mashindano ambayo yalikuwa ni nje na kusudi lake. Sikiliza kilichompata ise, ni kwamba yule jamaa alipofika kwenye mashindano yale bila kuelewa, alikuwa hajajisajili kwa mashindano yale, alikuwa hausiki na mashindano yale, lakini bahati nzuri katika mashindano yale wanafika mwishoni, yeye alikuwa namba 1, kwa alikuwa mshindi. Unajua kwa nini alikuwa mshindi? Ili shetani amrelaxishe asirudi kule kuchukua vile vifurushi alivyoacha kwenye njia ili aendelee na safari. Unajua kwa nini alikuwa mshindi? Alikuwa mshindi ili atosheke na pale alipofikia, asitafute level zingine. Alikuwa mshindi ili awapoteze wengi ambao itakiwa awasaidie kwenye kusudi lake, awapoteze wengi ambao itakiwa awabebe ili wafikishe kupitia njia ile ambayo anapita kwenye kusudi lake. Alikuwa mshindi ili aufaidishe ufalme wa kuzimu, aufaidishe ufalme wa giza, kwa sababu watafurahi kazi ya Mungu ikiwa imeshushwa. Watafurahi kusudi lililoitiwa duniani usipolifanya. Na moja kwa moja tunapoangalia, tunapoona yule mtu yule jamaa alinifurahisha kwa kitu kimoja. Alifanya jambo fulani la msingi sana, akasema hivi, mbona kama nashangiliwa na hao wananiuliza mimi jina langu liko namba gani ili wanipe zawadi, na wanatafuta kwenye jina hawanioni mimi ni namba gani na mimi ni nani. Ninawaelekeza mimi sikusajiliwa, nilikuwa napita tu nikataka nishindane, na kashangaa nilikuwa kwanza kwa katika production zile, akakumbuka nilikuwa ninapita tu hapa mimi. Ushindi sio kwangu. Ushindi nimebambia. Ushindi haunifai. Hebu nirudi nikachukua vifurushi vyangu. Niwaache na michezo yao. Niache na riadha zao. Nirudi kwenye njia yangu, nikachukue kifurushi changu, niende mbele. Lakini unaona namna gani huyu mtu alishinda vita dhidi ya yeye na yeye. Unaona moja kwa moja namna gani huyu mtu alijiweka kwenye maumivu makubwa ya kujitiisha kurudi katika ile jambo ambalo lilikuwa sio zuri sana kwa wakati ule. Anaacha zawadi, anaacha shamla, anaacha shangwe alizokuwa anapigiwa kelele. Ndivyo wengi ambao tunatakiwa tufanye kwa saizi. Tunabaki kwenye maisha ambayo tunashangiliwa lakini hamna kitu tunachofanya. Tumebaki kwenye maisha ambayo tunapigiwa makelele na milusi, kumbe hakuna kitu ambacho tunafaidisha kwenye ufalme wa Mungu. Ni hatari sana ndugu yangu. Ni hatari sana. Usipojua hivi vitakuathiri siku hata siku. Utashangaa tu umetolewa kwenye mfumo wa kimungu. Utashangaa tu unafanya vitu kwa mapenzi yako. Utashangaa tu unafanya vitu kwa kufaidisha ufalme wa giza.
kwa sababu haupo tena kwenye njia ambayo unatakiwa uwepo, haupo tena na kitu na mzigo ambao unatakiwa ubebe, haupo tena na njia ile na kusudi destiny ile ambayo unatakiwa uifikie. Na kuna watu wanakufa kwa sababu hujaenda kuwafanyia hiyo assignment ulionayo wewe, na kuna watu wanapotea kwa sababu wewe haupo kwenye njia zao, haupo kwenye maisha yao. Ukiwepo kwenye maisha yao ni msaada tosha. Nilipokuwa nahubiri katika mtaa fulani katika mkoa wa Mbeya, nikawaambia jambo hili. Kuna watu wamefungwa sana, walipofungwa sana, shetani ametumia udhaifu huo kuzitesa familia zao. Yaani kuna wazee wamefungwa na uchawi, lakini waliofungwa na uchawi na familia zao zinateseka kwa sababu mzee ni mchawi. Kuna watu wamefungwa na ulevi, alipofungwa na ulevi, kuna familia inateseka kwa sababu huyo mtu ni mlevi. Unajua ile laana anayopokea kule ni laana tosha. Yaani yale maneno ambayo yanasemewa na mke wake, yale maneno ambayo yanasemewa na watoto wake, yale maneno ambayo yanasemewa na wazazi wake, ni laana tosha na mtosheleza kabisa kumtupa katika ziwa la moto. Kuna watu wamezizofisha familia zao kwa kubaki kwenye uasherati, na wanazitesa familia zao, zinabaki kunung'unika kila siku. Kila siku wanakulaumu wewe, kila siku wanakusikitikia wewe, kila siku wanasema na kiburi. Haushtuki kwamba hiyo laana unaipeleka wapi? Haushtuki kwamba hicho kiburi unakipeleka wapi? Haushtuki kwamba hayo matusi unayapeleka wapi? Kumbe ukijua jambo hilo ni hatari sana katika ufalme wa Mungu utakaposhindwa kubadilika. Mungu usaidie ndugu yangu. Naomba tukamalizie katika siku ya leo, na tutaendelea katika siku ya pili ya kesho katika part B ya somo hili, ambapo tutaendelea katika kipengele kizuri sana nitakwambia tunapomalizia. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Vita ikoje sasa? Yaani hiyo vita ikoje? Hiyo vita ikoje sasa? Vita ni kushindwa kuyatenda yale yote ambayo anakujuza Roho Mtakatifu, yaani mtu wa ndani ambaye anaijua assignment yako. Vita ni kushindwa kuyatenda yale yote ambayo anakuambia Roho Mtakatifu, yaani mtu wako wa ndani, baada ya kukujua wewe ni nani. Sikiliza, roho yako wewe inajua kwamba wewe unatakiwa ufanye nini duniani, lakini wewe ni mwili, inatakiwa uingie ndani kabisa kwenye roho ili ujue roho, mimi natakiwa nifanye nini. Lakini unaendaje kwenye roho? Unapitia kwenye nafsi mzee. Ukipita kwenye nafsi utashindana na vikwazo vingi. Usipotoboa hautoboi. Ukishindwa hauwezi kuvuka katika hali ya kawaida. Ndio maana tunasema vita hii ikoje? Vita hii ni kushindana dhidi ya kusudi lililopo ndani yetu. Vita hii ni kulipambania kusudi lililoko ndani yetu. Nilipokuwa naongea na ndugu zangu katika fellowship fulani, nikawaambia jambo hili. Si maombi yote ambayo yana umuhimu, lakini kuna maombi ambayo yana umuhimu kuliko maombi mengine. Na nikawaambia juu ya jambo hili pia kwamba hakuna namna ambayo utakaa bila kuombea kusudi lako. Na ukiona hauombei kusudi lako, ushtuke. Unafanya nini duniani? Unapita pita tu, haujui hata kazi yako. Nisamee, lakini nakuomba ubadilike. Nahitaji badiliko kwako. Ujijue wewe ni nani. Unapoteza. Sikiliza, ukijua mfagio ni kwa kufagilia, hautaweka kitandani. Ukikijua kijiko ni kwa ajili ya kulia, hautakiweka kwenye kiatu. Ukijua mlango ni kwa ajili ya kutokea, hautatokea dirishani. Kwa hiyo ukijijua wewe ni nani, hautateseka kugusagusa kila kitu. Tuna watu ambao wanagusa kila kitu saizi. Yaani wanagusa kila sehemu. Anagusa hiki anaachia, anagusa hiki anaachia. Alafu bado hataki kumtaka Mungu amwambie kusudi lake. Unapoteza muda ise. Unapoteza, ni hatari sana. Ni hatari sana. Ninaugua kwa sababu wengi katika kizazi hiki wamebaki katika mdahalo wa mioyo yao ya ndani. Mimi ni nani? Hawataki kumuuliza Mungu. Wanabaki katika maulizano. Mimi ni nani? Hawataki kumuuliza Mungu ambaye aliwaleta katika ufalme huu. Sikiliza, katika kitabu cha Yohana ukaone kwa namna gani wewe sio mtu wa duniani. Yaani wewe sio mtu, unapita tu rafiki yangu, unapita tu duniani. Lakini katika kitabu cha Yohana inasemaje? Palitokea mtu, ni katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 6. Palitokea mtu ametumwa kutoka mbinguni, jina lake aliitwa Yohana. Sikiliza, palitokea mtu ametumwa kutoka mbinguni, jina lake aliitwa nani? Adili. Palitokea mtu ametumwa kutoka mbinguni, jina lake aliitwa nani? Menda. Sikiliza, huyo mtu aliyetokea kutoka mbinguni jina lake aliitwa Lucas. Sasa unapokuja kufikiria huyo mtu aliyetoka mbinguni anafanya nini duniani? Anapita pita tu, anawasumbua watu tu, anatukana tu, anapoteza muda tu.
Ni huzuni sana, kwa sababu ufalme wa Mungu unahuzunika, na ufalme wa Mungu utaanza kwa kushangilia, kwa kukupigia makofi, baada ya kuona kijana huyu ameshaanza kujijua, kijana huyu ameshaanza kutafuta, Mungu umeniita kwa ajili ya nini? Mbona kama napoteza muda katika hili? Mungu nisaidie. Mbona kama sielewi ninachofanya, sioni matokeo? Mbona kama naingia hasara kubwa? Mbona kama ninapishana na bahati yangu? Utakapoanza kujiuliza maswali kama hayo, Mungu na ufalme wake wanashangilia, kwa sababu kila kitu na yule mtu waliyemtuma duniani, yani wewe umetuma kutoka mbinguni. Usijidharau, umetuma kutoka mbinguni, lakini upuuzi wako ndio unakufanya usitende jambo ambalo umelituma kutoka mbinguni. Ndio maana unakufanya uguse kila kitu, ndio ambayo inakufanya ubaki kuchelewa katika mambo madogo madogo ambayo ni nje na wakati na kusudi lako. Hatukatai, yapo makusudi madogo, tutasoma kwa wakati mwingine. Yapo mambo makubwa, tutasoma kwa wakati mwingine pia. Lakini katika hilo jambo ambalo Mungu amekuwekea ndani yako, hakika hilo jambo ni kubwa sana kwako, kwa sababu hilo hata ukitenda, kwa sababu ni dogo kwa mwingine, lakini kwako ni kubwa. Ukitenda hilo tu, Mungu amekuahidia ukamilifu katika ufalme wa Mungu. Amekuahidia ukuu sana katika siku zijazo. Nikutakia wasaa mwema na siku njema. Lakini siku ya leo naomba nimalizie kusema jambo hili: ukishindwa kuiishi kweli hii katika maisha, hautoishi. Yaani ukishindwa kuishi na kuishinda vita dhidi ya mtu wako wa ndani, hautaishi. Na ukiweza kuishinda, utaishi. Ukiiishi, utaishi. Siku ya kesho tutaendelea katika kipengele B, tukiendelea katika kuiangalia vita katika eneo la kusudi kabisa, exactly katika maeneo ambapo tutajiona wengi tumepoteza muda na wengi tumebaki kwenye njia za watu, wakati huo tumehitajika kufuata katika mambo yetu. Lakini tutaona ni nini Mungu anasema juu ya jambo hilo, ni nini Mungu anasema juu ya kusudi aliloliweka ndani yako. Mungu anakuhitaji, lakini anakuhitaji wewe uliye na moyo wa kupondeka usikie hapo sauti yake. Na yeye anakiri katika Isaya, wewe ndiye atakaye kuangalia, mtu mnyonge mwenye roho iliyopondeka, utetemekae unaposikia sauti ya Mungu. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kwa wakati mwingine. Basi nikutakia saa mwema. Ulikuwa nami mwalimu Menda Adili. Lakini kama hujasubscribe, unaweza ukatufuatilia, ukabonyeza alama ya kengele na kushare video zetu kwa ndugu jamaa na rafiki, ili wakapata mafundisho haya kama ulivyobarikiwa siku ya leo. Basi Mungu akubariki sana, nikutakia wasaa mwema.